Jambo na habari za asubuhi wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Kivu News Info popote mlipo. Tunakaribisha tena kuungana nasi katika matangazo yetu asubuhi ya leo kwa tarehe 18 za mwezi wa 6 mwaka 2026. Ni furaha kubwa kuwa nanyi tena katika mwanzo wa siku mpya, siku ambayo tunakuletea habari muhimu na zenye kuaminika zinazogusa maisha ya wananchi kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kanda ya maziwa makuu, Afrika na dunia kwa ujumla. Katika matangazo yetu asubuhi ya leo tutakuletea kwa kina habari za usalama mashariki mwa DRC, siasa, maendeleo, uchumi na masuala ya kijamii pamoja na matukio mbalimbali yanayoendelea kujiri katika maeneo tofauti ya nchi. Tunashukuru kwa kuendelea kutuamini na kutufuatilia kila siku popote unapotusikiliza au kututizama. Tunakutakia mwanzo mwema wa siku ya leo. Mimi ni Teroshe Longo na kwa niaba ya timu nzima Kivu News Info nakukaribisha kufuatilia taarifa kamili ya asubuhi ya leo. Hali ya usalama katika eneo la Minembwe ndani ya wilaya Fizi mkoani Kivu Kusini endelea kuwa ya wasiwasi mkubwa, huku mapigano makali yakiendelea kuripotiwa kati ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC na makundi mbalimbali ya wasi yanayofanya shughuli zao katika eneo hilo. Kwa mujibu wa taarifa kutoka vyanzo vya kijeshi, FARDC imefanikiwa kurejesha udhibiti wa baadhi ya maeneo muhimu yaliyopo pembezoni mwa Minembwe baada ya kuanzisha operesheni za mashambulizi dhidi ya muungano wa makundi yenye silaha yanayojumuisha M23, Twirwaneho pamoja na Red Tabara. Maeneo yanayotajwa kuwa yamerejeshwa chini ya udhibiti wa jeshi ni pamoja na Kitavi, Ilundu na Mandegu ambayo kwa muda yalikuwa yakishuhudia uwepo wa wapiganaji wa makundi hayo ya waasi. Vyanzo vinaeleza kuwa operesheni hiyo ni sehemu ya mkakati mpana wa jeshi la serikali wa kurejesha usalama katika maeneo yote ya Minembwe na viunga vyake ambavyo kwa muda mrefu vimekuwa vikikumbwa na migogoro ya silaha inayosababisha maelfu ya wananchi kuyakimbia makazi yao. Wakati jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kitangaza mafanikio hayo, taarifa nyingine kutoka kwa baadhi ya wakazi na viongozi wa eneo zinaonyesha kuwa hali bado ni tata na kwamba baadhi ya maeneo yanayotajwa kuwa yamekombolewa yanaendelea kushikiliwa na wapiganaji wa adui. Miongoni mwa maeneo hayo ni Irundu, Kitavi pamoja na nafasi mbalimbali zilizoko karibu na shule ya eneo hilo. Taarifa hizo zinaonyesha kuwa mapigano bado yanaendelea katika maeneo kadhaa na kwamba mstari wa mapambano unaendelea kubadilika kulingana na mwenendo wa operesheni za kijeshi. Kwa sasa, kwa mujibu wa vyanzo vya ndani, vikosi vya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo vikisaidiwa na wapiganaji wa Zalendo vinaonekana kuwa katikati maeneo ya Mikenge, Makiahina, Michwe na Mbuchi, Akiamba na Bichumbe ambako vinaendelea kuimarisha nafasi zao huku vikitayarisha kuwa hatua nyingine za operesheni. Mapigano hayo yameingia katika hatua mpya na hatari zaidi kutokana na matumizi ya mashambulizi ya ndege zisizo na rubani maarufu kama drone. Jeshi la Kongo linadai kuwa mashambulizi hayo yamesababisha uharibifu katika baadhi ya maeneo ya raia na hata kwa siri ya hospitali kuu ya rufaa ya Minembwe. Hali hiyo imeongeza hofu kubwa miongoni mwa wakazi ambao tayari wanakabiliwa na athari za vita vinavyoendelea katika eneo lao. Wakati huo jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo linaendelea na juhudi za kuhakikisha usalama na uwanja mdogo wa ndege wa Minembwe ambao unachukuliwa kuwa muhimu kwa usafiri wa misaada ya kibinadamu pamoja na mitaji mingine muhimu kwa wananchi waliokwama katika mazingira ya vita. Kwa upande wa kibinadamu, walielezwa kuwa mbaya zaidi, maelfu ya familia zimeathiriwa na mapigano hayo huku wananchi wengi wakilazimika kuhama makazi yao kufuata maeneo salama. Ripoti mbalimbali zinaonyesha kuwa jamii ya Banyamulenge ni miongoni mwa jamii zinazoathirika zaidi kutokana na hali ya sintofahamu na utawala katika eneo hilo. Ukosefu wa huduma za msingi, changamoto za kupata chakula, maji safi na huduma za afya vinaendelea kuongezeka kadiri mapigano yanavyoendelea. Mashirika ya kibinadamu yanahofia kuwa ikiwa hali haitadhibitiwa haraka, idadi ya watu wanaohitaji msaada wa dharura inaweza kuongezeka katika siku zijazo. Kutokana na hiyo, sekta ya operesheni ya Sokola 2 ya Kivu Kusini imesisitiza kuendelea na operesheni zake za kijeshi hadi mamlaka ya serikali irejeshwe kikamilifu katika maeneo yote yanayokabiliana na vurugu. Jeshi hilo limetoa wito kwa jamii ya kimataifa na kimataifa kufuatilia kwa karibu hali Minembwe na kusaidia juhudi za kulinda raia pamoja na kuheshimu sheria za kimataifa za kibinadamu. Huku mapigano yakiendelea katika maeneo mbalimbali ya Minembwe, macho ya wananchi wengi yanaelekezwa kwa matokeo ya operesheni hizi ambazo zinaonekana kuwa na umuhimu mkubwa katika mustakabali wa usalama wa eneo lote la Fizi na Kivu Kusini kwa ujumla.
Tukio lisilo la kawaida limezua mashangao na wasiwasi mkubwa miongoni mwa wakazi wa kijiji cha Mukomo katika wilaya ya Mambasa mkoani Ituri baada ya silaha za kivita pamoja na risasi kadhaa kugunduliwa ndani ya eneo la kanisa siku ya Jumanne. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani, silaha hiyo ilikuwa katika mazingira ambayo bado hayajafahamika wazi. Hadi sasa kuna taarifa rasmi zilizotolewa mmiliki wa silaha hiyo wala sababu zilizofanya iwepo ndani ya eneo la ibada, jambo ambalo limeibua maswali mengi kutoka kwa wananchi. Ugunduzi unakuja wakati ambako eneo la Mambasa linaendelea kukabiliana na changamoto za kiusalama kutokana na uwepo wa makundi yenye silaha yanaendesha shughuli zao katika baadhi ya maeneo ya Ituri. Aliyo ameongeza hofu kwa wananchi ambao tayari wanaishi katika mazingira ya tahadhari kubwa ya usalama. Baada ya tukio hilo, viongozi wa mashirika ya kiraia katika eneo la Mukomo ametoa wito kwa vyombo vya usalama kuanzisha mara moja uchunguzi wa kina ili kubaini ukweli wote kuhusu silaha hiyo na namna ilivyofika ndani ya kanisa. Akizungumza kwa niaba ya mashirika ya kiraia, mmoja wa viongozi wa jamii alisema kuwa wananchi wanahitaji majibu ya wazi kuhusu chanzo cha silaha hiyo na mazingira yaliyopelekea kugunduliwa kwake katika eneo ambalo kwa kawaida hutumika kwa maombi na shughuli za kiroho. Alisisitiza kuwa uchunguzi wa haraka na wa kitaalamu ni muhimu ili kuondoa uvumi unaweza kuenea katika jamii na kurejesha imani ya wananchi kuhusu usalama wao. Viongozi wa jamii pia wameeleza hofu yao kubwa kuwa tukio linaweza kuongeza hali ya taharuki katika eneo la ambalo tayari limeathiriwa na vitendo vya ukosefu wa usalama kwa muda mrefu. Kanisa ni mahali pa amani, matumaini na faraja ya kiroho, hivyo kugunduliwa kwa silaha na za kivita ndani ya eneo hilo ni jambo linalotia wasiwasi mkubwa. Wametaka mamlaka husika kuwabaini wote wanaohusika na kuhakikisha kuwa hatua za sheria zinachukuliwa ili kuzuia matukio kama hayo yasijirudilie katika siku zijazo. Mashirika ya kiraia yamewahimiza wananchi wa Mukomo kubaki watulivu na kuendelea kushirikiana na vyombo vya dola. Wametaka kutoa taarifa yote muhimu ambayo inaweza kusaidia uchunguzi unaoendelea ili ukweli ujulikane haraka. Hadi sasa mamlaka za kijeshi na polisi hazijatoa taarifa rasmi kuhusu matokeo ya awali ya uchunguzi au hatua zinazochukuliwa kufuatia ugunduzi huo. Tukio limebua tena mjadala kuhusu tatizo la usambazaji wa miliki haramu wa silaha katika baadhi ya maeneo ya Mambasa na Ituri kwa ujumla. Licha juhudi zinazoendelea za kurejesha amani na utulivu, bado kuna maeneo yanayokabiliwa na changamoto za kiusalama zinazohitaji ushirikiano wa karibu kati ya wananchi na vyombo vya usalama. Wananchi sasa wanasubiri kwa hamu matokeo ya uchunguzi utakaosaidia kutekeleza jinsi silaha hiyo ya kivita ilivyoweza kufikishwa ndani ya eneo la kanisa na iwapo kuna mtandao wote wa watu wanaohusika na tukio hilo. Hali ya kibinadamu inaendelea kuwa mbaya katika eneo la Beni mkoani Kivu Kaskazini ambako zaidi ya familia 100-500 ya jamii ya wasili wa Pigme zimejikuta zikiishi katika mazingira magumu baada ya kupoteza kila kitu kufuatia shambulizi la kundi la waasi la ADF lililotokea mwishoni mwa mwezi Mei mwaka 2026 katika eneo la Ngadi. Kwa mujibu wa taarifa mbalimbali kutoka eneo hilo, shambulizi hilo lilisababisha vifo vya watu kadhaa huku mamia wananchi wakikimbia makazi yao kwa hofu ya usalama wao. Familia nyingi zililazimika kuondoka kwa haraka bila kuweza kuokoa mali zao, chakula, mavazi wala vifaa vingine muhimu vya maisha ya kila siku. Leo hii zaidi ya familia 100-500 za Wapigme zinaishi katika mazingira magumu zikiwa zina makazi ya kudumu wala msaada wa kutosha wa kibinadamu. Wengi wao wamejistiri katika maeneo ya wazi, chini ya miti au katika vibanda vya muda vinavyojengwa kwa vifaa vya kawaida ambavyo haviwezi kuwakinga dhidi ya mvua, upepo na hali nyingine za ugumu wa maisha. Mashuhuda waliokimbia kutoka Ngadi wanaeleza kuwa usiku wa mashambulizi hilo ilikuwa ni ya kutisha. Walisikia milio ya risasi na kelele kutoka kila upande, jambo la lazimu kukimbia na haraka pamoja na watoto wao kuelekea ambao walizani kuwa angekuwa salama zaidi. Baadhi ya manusura wanasema kuwa walitenganishwa na ndugu zao wakati wa vurugu hizo na kwamba hadi sasa wajua walipo baadhi ya wanafamilia yao. Kuna watoto kadhaa walioripotiwa kutoweka tangu siku ya mashambulizi. Aliongeza majonzi na wasiwasi mkubwa kwa jamii na wazazi wao. Wanawake waliosiriwa na tukio hilo wanasema kuwa wanakabiliana na changamoto nyingi za kila siku, ikiwemo ukosefu wa chakula, maji safi ya kunywa na huduma za afya. Wengi wao wana watoto wadogo ambao wanahitaji uangalizi maalum, lakini hawana uwezo wa kupata mahitaji muhimu kwa sababu hali ya umaskini unasababishwa na vita. Kwa upande wao, wazee wa jamii ya Wapigme wanaeleza kuwa wamepoteza si tu makazi yao bali pia sehemu muhimu ya maisha yao na utamaduni wao. Wanasema walikuwa wakitegemea shughuli za kilimo, uwindaji na ukusanyaji wa mazao ya msituni ili kujikimu, lakini sasa wamejikuta wakianza upya maisha bila chochote. Baada ya matatizo ya chakula na makazi, familia hizi zinaishi katika hofu ya kudumu ya kushambuliwa tena. Wengi wanaeleza kuwa hawasikii salama kurejea katika vilivyokimbia kwa sababu bado kuna taarifa za uwepo wa makundi yenye silaha
katika baadhi ya maeneo ya karibu. Mashirika ya kiraia yanafuatilia hali ya kibinadamu katika eneo la Beni yameonya kuwa ikiwa msaada wa haraka utapatikana, hali ya familia hizi inaweza kuwa mbaya zaidi katika wiki au miezi zijayo. Watoto ndio wanaotajwa kuwa kundi hilo ndio anatharika zaidi kutokana na ukosefu wa lishe bora, elimu na huduma za afya. Wakazi hao wanaomba serikali, mashirika ya kibinadamu na jumuiya ya kimataifa kuingilia kati haraka ili kuwapatia sehemu ya maisha ya kuishi, chakula, dawa na msaada mwingine wa dharura unaohitajika kwa ajili ya kuanza upya maisha yao. Familia nyingi zinaeleza kuwa ndoto yao kubwa kwa sasa ni kupata eneo salama ambapo wanaweza kujenga na nyumba zao, kuwapelekea watoto shule na kuishi bila hofu ya mashambulizi ya mara kwa mara. Hata hivyo, kwa sasa maisha yao yamejaa sitofahamu na wajui mustakabali wao utakuwa vipi katika siku zijazo. Shambulio linaongeza hofu, orodha ndefu ya madhara ya kibinadamu yanayosababishwa na vurugu zinazoendelea mashariki mwa Kongo, ambako maelfu ya watu wanaendelea kupoteza maisha yao, makazi na matumaini kutokana na migogoro ya silaha inayodumu kwa miaka mingi. Wakati familia hizi 115 zikiendelea kuishi katika anga la wazi katika mazingira magumu, sauti zao zinaendelea kusikika wakitaka msaada wa haraka na hatua madhubuti za kurejesha usalama ili waweze kujenga upya maisha yao kwa heshima na utulivu. Hali ya maisha inaendelea kuwa ngumu katika wilaya Aru kaskazini mwa mkoa wa Ituri baada ya Uganda kufunga mipaka yake na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kama hatua ya kuzuia kuenea kwa ugonjwa wa Ebola. Uamuzi ambao ulilenga kulinda afya wananchi wa Uganda dhidi ya uwezekano wa kuingizwa kwa visa vipya vya Ebola sasa unaonekana kuwa hatari kubwa kwa uchumi wa wananchi wa Aru na maeneo jirani. Aru ambayo ipo takriban kilomita 300 kaskazini mwa mji wa Bunia kupitia wilaya Njugu na Magi, eneo ambalo kwa miaka mingi limekuwa likiwa likimetegemea kwa kiwango kikubwa biashara ya mpakani na Uganda. Bidhaa nyingi za matumizi ya kila siku kama vile maharagwe, michele, unga, mafuta na kupikia, sukari na bidhaa nyingine muhimu huingizwa kutoka Uganda na mara nyingi ulipiwa kwa kutumia sarafu za Uganda, shilingi ya Uganda. Tangu kufungwa kwa mpaka huo, hali ya biashara imeathirika vibaya. Wafanyabiashara wengi wa Aru, Mahagi na Njugu wanakabiliana na ugumu mkubwa kupata bidhaa walivyokuwa wakiziagiza kutoka Uganda. Leo imesababisha uhaba wa wananchi wa baadhi ya bidhaa katika masoko ya ndani na kupanda kwa bei kwa kiwango kinachozidi kuwatesa wananchi wa kawaida. Katika masoko mbalimbali ya Aru, wananchi wanasema maisha yamekuwa magumu zaidi kuliko yalivyokuwa hapo awali. Mama wengi wanahusika na mahitaji ya familia zao na waeleza kwa bei za bidhaa muhimu zimepanda kwa kasi katika kipindi kifupi. Wanasema hata bidhaa za msingi ambazo hapo awali zilikuwa rahisi kupatikana sasa zimekuwa ghali na wakati mwingine hupatikana kwa shida. Kwa mujibu wa baadhi ya wakazi, bei ya sukari, sabuni, mafuta na kupikia na hata mafuta ya magari imeongezeka kwa kiwango kikubwa tangu mpaka ifungwe. Wengine wanasema kwamba mapato yao hayajabadilika, lakini gharama ya maisha imeongezeka mara mbili, jambo linalolazimu kupunguza matumizi ya familia au kukosa baadhi ya mahitaji muhimu. Changamoto nyingine inaongezeka ni si ugumu tu, ni uhaba wa sarafu ya Uganda katika mzunguko wa biashara za eneo hilo. Kwa shughuli nyingi za kiuchumi katika Aru hutegemea shilingi za Uganda. Kufungwa kwa mpaka kumesababisha sarafu hiyo kuwa adimu zaidi. Wafanyabiashara na wananchi wengi sasa wanapatia shida kufanya miamala kawaida, huku sarafu ya kifaranga za Kongo ikishindwa kuchukua nafasi ya haraka kutokana na mfumo wa biashara uliozeleka kwa muda mrefu. Athari hizi zinajitokeza wakati ambako wananchi wa Ituri tayari wanakabiliana na changamoto nyingi ikiwemo ukosefu wa chakula, usalama katika baadhi ya maeneo ya mkoa. Hivyo basi ongezeko la bei la bidhaa muhimu limeongeza mateso kwa familia ambazo tayari zilikuwa katika hali ngumu ya kiuchumi. Kutokana na hiyo, viongozi wa eneo la Aru wameanza kutoa tahadhari kuhusu hatari ya kuongezeka kwa njaa ikiwa suluhisho la haraka halitapatikana. Miongoni waliotoa wito huo ni naibu wa mkoa wa Ituri na mbunge wa jimbo la Ituri, Dieudonne Tabani, ambaye pia ametaka serikali ya mkoa kuchukua hatua za haraka ili kupunguza athari za kufungwa kwa mpaka huo. Kulingana na kiongozi huyo, ni muhimu kwa mamlaka za Ituri kuanza mazungumzo na serikali ya Uganda ili kutafuta uwezekano wa kufunguliwa kwa muda kwa baadhi ya vituo vya mpakani chini ya masharti maalumu ya kiafya.
Amesema hatua inaweza kusaidia kurejesha mtiririko wa bidhaa muhimu bila kuhatarisha juhudi za kuzuia kuenea kwa Ebola. Ameonya kuwa hali hii ikitendelea kuwa kwa muda mrefu bila suluhisho, wananchi wao wanaweza kukabiliwa na janga jingine la njaa ambalo litakuwa na athari kubwa kwa maisha yao. Kwa maoni yake, ugonjwa wa Ebola ni ugonjwa hatari, unapaswa kudhibitiwa kwa nguvu zote. Njaa nayo ni tishio kubwa kwa sababu huathiri kila mtu kila siku. Vyama vya upinzani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo vimetangaza rasmi kuandalia kwa maandamano makubwa ya kitaifa itakayofanyika tarehe 8 Julai mwaka 2026 kwa lengo la kudai kujiuzulu kwa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Tangazo hilo limetolewa siku ya Jumanne baada ya mkutano wa viongozi wa upinzani uliofanyika kwa ajili ya kutathmini hali ya kisiasa nchini pamoja na kupanga mikakati ya hatua zitakazokusudia kuchukua katika kipindi kijacho. Kwa mujibu wa viongozi hao, maandamano yatafanyika katika miji mbalimbali ya nchi, huku mikusanyiko mkuu wa Kinshasa ukitarajiwa kuelekea katika Palais de la Nation, moja ofisi rasmi za rais wa jamhuri. Kiongozi wa upinzani Martin Fayulu ndiye alitoa msimamo mkali zaidi wakati wa kutangaza hatua hiyo. Akizungumza mbele ya waandishi wa habari na wafuasi wake, Fayulu amemshutumu Rais Tshisekedi kwa alichokita kuvunja kiapo chake cha kulinda katiba ya nchi na kujaribu kuandaa mazingira ya kubaki madarakani baada ya mwaka 2028. Kwa mujibu wa Martin Fayulu, hatua mbalimbali za kisiasa zinazoshuhudiwa kwa sasa zinaashiria uwezekano wa mabadiliko ya katiba, jambo ambalo upinzani unaona kuwa tishio kwa mfumo wa demokrasia wa nchi. Amesema kwa mtazamo wao, Rais Tshisekedi amejiondoa katika misingi ya makubaliano ya kitaifa yaunganisha wananchi wa Kongo chini ya katiba ya jamhuri. Kiongozi alisitiza kwa madai ya kujiuzulu kwa rais yatawasilishwa kupitia maandamano ya amani itakayofanyika kote nchini tarehe 8 Julai. Kwa mujibu wa viongozi wa upinzani, lengo la maandamano ni kuonyesha kutokuridhishwa kwa sehemu ya wananchi kuhusu mwenendo wa kisiasa wa sasa pamoja na maamuzi yanayochukuliwa na taasisi za dola. Tangazo hilo linakuja wakati wiki chache tu baada ya jaribio la maandamano ya kukaa chini maarufu kama sit-in yaliyopangwa kufanyika tarehe 12 Juni mjini Kinshasa. Tolo limezuiliwa na mamlaka za usalama na kusababisha mvutano kati ya waandamanaji na vyombo vya dola. Ripoti mbalimbali zinaweza kuwa watu kadhaa walijeruhiwa wakati wa vurugu zilizotokea siku hiyo. Mvutano wa kisiasa unaendelea kuongezeka tangu bunge la taifa na seneti kupitisha sheria inayohusu upangaji na uendeshaji wa kura ya maoni au referendum tarehe 15 Juni. Upinzani unaamini kuwa sheria hiyo inaweza kuwa hatua ya kwanza kuelekea mabadiliko ya katiba, jambo ambalo lingekuwa likipingwa vikali na baadhi ya vyama vya kisiasa na mashirika ya kiraia. Kwa upande wake, kambi ya rais pamoja na viongozi wengi wa bungeni wamekanusha madai hayo. Wanasema kuwa sheria hiyo inalenga kuweka mfumo wa kisheria wa kura maoni kama ilivyowasilishwa katika katiba na kwamba haina lengo la kubadilisha masharti ya muda wa uongozi wa urais, kufungua njia ya kuongeza muhula wa urais. Katika miezi hivi karibuni, mjadala kuhusu katiba umekuwa miongoni mwa masuala makubwa ya kisiasa nchini DRC. Wafuasi wa serikali na wale wa upinzani wanaendelea kutoa tofauti kuhusu mwelekeo wa mageuzi yanayojadiliwa, hali inayochangia kuongezeka kwa mvutano na wa kisiasa katika taifa la Kongo. Wananchi wengi wanaendelea kufuatilia kwa karibu maendeleo ya hali ya kisiasa, huku nchi pia ikikabiliwa na changamoto nyingine za kiusalama, ikiwemo hali ya usalama mashariki mwa DRC na masuala ya maendeleo na kijamii na kiuchumi. Hadi sasa mamlaka za serikali hajatoa tamko rasmi kuhusu tangazo la maandamano ya tarehe 8 Julai. Hata macho ya wengi yanaelekezwa katika siku zijazo ili kuona hatua na mazungumzo ya kisiasa katika pande husika, au ikiwa na mvutano uliopo utaendelea kuongezeka kadri tarehe ya maandamano inavyokaribia. Mbunge wa kitaifa kutoka eneo la Beni, Karli Sanzu Kasivita, ametoa wito wa kufanyika kwa mabadiliko ya haraka katika mikakati ya wanajeshi wanaotumiwa na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika mapambano dhidi ya wasi wa ADF, kundi ambalo limeendelea kuhusishwa na mashambulizi ya kikatili dhidi ya raia katika maeneo mbalimbali ya mashariki mwa nchi. Kupitia barua rasmi iliyopelekezwa kwa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi, mbunge huyo ambaye pia ni gavana wa zamani wa mkoa wa Kivu Kaskazini amependekeza kuanzishwa kwa mfumo mpya wa kiusalama unaounganisha mbinu za vita visivyo vya kawaida, uimarishaji wa huduma za ujasusi na karibu na ushirikishwaji wa wananchi katika kulinda maeneo yao kupitia kikosi maalum kinachojulikana kama Local Defense.
Akizungumza na vyombo vya habari, Karli Sanzu Kasivita amesema kuwa hali ya usalama imebadilika kwa kiasi kikubwa katika kipindi cha miaka 10 iliyopita. Kwa mujibu wake, wakati waasi wa ADF walikuwa wakifanya shughuli zao katika maeneo machache ya Beni miaka kadhaa iliyopita, leo kundi hilo linapanua shughuli zake katika maeneo mengine zaidi ya nchi. Amesema kuwa awali mashambulizi ya ADF yalikuwa yakijikita katika wilaya 2 pekee za eneo la Beni, lakini kwa sasa kundi hilo linafanya operesheni zake katika wilaya 6 zoko katika majimbo 8 tofauti mashariki mwa Kongo. Kwa maoni yake, alionyesha wazi kuwa mbinu za kijeshi zinazotumika sasa hazitoshi tena kukabiliana na tishio ambalo limebadilika sura na kuenea katika maeneo mengi. Mbunge wao anaamini kuwa sababu za mbinu zinazotumiwa na waasi hao zinapaswa kurekebisha mikakati yake na kuendana na mazingira mapya ya usalama. Amesema kuwa waasi wa ADF mara nyingi hawafuati mfumo wa kawaida wa vita vinavyohusisha mapambano ya moja kwa moja dhidi ya jeshi, badala yake hutumia mbinu za kuvizia vijiji vya mbali, kushambulia raia na wasiokuwa na hatia na kuweka na kutoweka kabla vikosi vya usalama kufika. Kutokana na hali hiyo, Karli Sanzu Kasivita amependekeza kuanzishwa kwa vikosi vya local defense vitavyoundwa na wananchi wa maeneo husika, lakini kifanya kazi chini ya usimamizi kamili wa serikali. Kwa mujibu wake, vikosi hivyo vitakuwa na mbadala wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, bali vitakuwa na nyenzo za kuimarisha uwezo wa kijeshi katika kulinda wananchi. Amesema wazi kuwa maeneo husika inafahamu vyema ardhi wanaoishi, njia za mawasiliano, misitu, vijiji na mienendo ya watu wanaoingia au kutoka katika maeneo yao. Maarifa yanaweza kusaidia kutoa tahadhari kwa mapema kuhusu uwezekano wa mashambulizi na hivyo kurahisisha kazi za vikosi vya usalama. Kwa mujibu wa mapendekezo yake, mfumo huo utawezesha kuimarishwa kwa ukusanyaji wa taarifa za kiintelijensia katika ngazi za jamii. Hii ni kwa sababu wananchi bado wanakuwa na wa kwanza kushuhudia harakati zisizo za kawaida katika maeneo kabla ya mamlaka za usalama kupata taarifa hizo. Mgoa amesisitiza kuwa kushiriki kwa wananchi katika masuala ya usalama ni muhimu sana katika mazingira ambayo makundi ya waasi hutumia mbinu za kujificha miongoni mwa raia au kushambulia maeneo ya mbali yasiyo na uwepo mkubwa wa vikosi vya serikali. Hata hivyo, Karli Sanzu Kasivita weka wazi kwamba vikosi hivyo vinapaswa kuundwa, kufundishwa na kudhibitishwa kikamilifu na serikali ya Kongo ili kuepusha matatizo ambayo yanatokana katika baadhi ya makundi ya kujilinda na kufanya kazi katika kujitegemea. Kwa mujibu wake, uzoefu huo unapatikana katika baadhi ya maeneo yanaonyesha kuwa ukosefu wa usimamizi wa madhubuti unaweza kusababisha uwepo wa watu wanaojitambulisha kama wapiganaji wa kujitolea bila kuwa na nidhamu wala utii wa mamlaka za serikali. Amesema kuwa katika mazingira ya sasa kuna watu wanaojitambulisha kama wazalendo wa kweli, huku wengine wakitumia jina hilo kuwa maslahi yao binafsi. Kwa mtazamo wake, hali hiyo imekuwa ikileta changamoto katika baadhi ya operesheni za kijeshi na wakati mwingine kuathiri juhudi za jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika mapambano dhidi ya makundi yenye silaha. Ili kuzuia hatari ya kuongezeka kwa matumizi ya ulela ya silaha, Mgoa amependekeza kwamba watu wanaojulikana cha kikosi cha local defense wachaguliwe kwa kuzingatia vigezo maalum vya maadili, uzalendo, nidhamu na uadilifu. Amesema kwamba mafunzo yao yanapaswa kusimamiwa moja kwa moja na jeshi pamoja na taasisi rasmi za usalama. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanaona kuwa pendekezo hili linaibuka wakati ambako mashambulizi ya ADF endelea kuathiri maelfu ya wananchi katika maeneo mbalimbali ya mashariki mwa nchi. Kwa miaka kadhaa, kundi hilo limehusishwa na mauaji ya raia, utekaji nyara, uharibifu wa mali pamoja na kusababisha maelfu ya watu kuyahama makazi yao. Kwa upande wake, Karli Sanzu Kasivita anaamini kuwa ushindi dhidi ya ADF hauwezi kupatikana kwa nguvu za kijeshi pekee, bali ni unahitaji pia ushiriki wananchi, ukusanyaji bora wa taarifa za kiusalama na ushirikiano wa karibu kati ya jamii na vyombo vya dola. Ametimisha kwa kueleza kuwa lengo la pendekezo lake ni kutafuta njia mpya za kulinda maisha ya wananchi wanaendelea kuathiriwa na mashambulizi ya waasi hao, wakisisitiza kuwa usalama wa taifa ni jukumu linalohitaji mshikamano wa serikali, jeshi na wananchi kwa pamoja. Katika kipindi ambacho mji wa Uvira na wilaya zinaendelea kukabiliwa na changamoto mbalimbali za kiusalama na kijamii, mashirika na vuguvugu za kiraia vinafanya kazi katika eneo hilo, mezindua wito maalum unaolenga kuhamasisha vijana kushiriki kamilifu katika juhudi za kuimarisha amani, mshikamano wa kijamii na kuishi pamoja kwa amani. Wito umetolewa na muungano wa mashirika ya kiraia na vuguvugu za wananchi wa Uvira kupitia tamko lilosainiwa na rais wake Mwalimu Mapenzi Manyembwa. Katika ujumbe wake, amewataka vijana wa Uvira kuwa mstari wa mbele katika kulinda umoja wa wananchi na kuchangia maendeleo ya jamii badala ya kujihusisha na vitendo vinavyoweza kuongeza migawanyiko na migogoro.
Tamko limekuja wakati ambako Uvira, ambayo sasa ni makao makuu ya muda ya taasisi za mkoa wa Kivu Kusini, inaendelea kukabiliwa na changamoto za kiusalama zinazotokana na migogoro yenye silaha inayoshuhudiwa katika baadhi ya maeneo ya mkoa huo. Hali hiyo imekuwa ikisababisha wasiwasi miongoni mwa wananchi, huku ikihitaji ushirikiano mkubwa wa kijamii katika kuhifadhi amani na utulivu. Akizungumza kupitia tamko hilo, Mwalimu Mapenzi Manyembwa amesema kuwa vijana wanapaswa kutambua nafasi yao muhimu katika kujenga amani, jamii yenye amani na mshikamano. Amesema kwa licha changamoto zilizopo, wananchi wanapaswa kuendelea kufanya kazi kwa pamoja ili kuwa sehemu ya suluhisho badala ya kuwa sehemu ya tatizo. Kwa mujibu wake, hali ya usalama inazidi kuwa tata katika Uvira ipaswa kwa sababu wananchi kugawanyika au kuingia katika mivutano unaweza kuzidisha matatizo yaliyopo. Badala yake amesema kwa changamoto hizo zinapaswa kuhamasisha vijana kuimarisha mazungumzo, uvumilivu na mshikamano wa kijamii. Mwalimu Mapenzi Manyembwa amesisitiza kwa vijana hao wana nafasi ya kipekee ya kuwa wajenzi wa amani katika mitaa, vijiji na hata katika kata na maeneo yote ya Uvira. Ameeleza kwa kupitia ushirikiano wa mazungumzo ya mara kwa mara, jamii inaweza kushinda changamoto zinazokabili eneo hilo na kuweka mazingira bora kwa maendeleo ya kijamii na kiuchumi. Amehimiza vijana kuachana na aina yoyote ya vurugu na badala yake kujikita katika shughuli zinazochochea maendeleo. Amesema ni muhimu kwa vijana kuendeleza utamaduni wa kuheshimu maoni tofauti, kuhamasisha ubunifu, kujihusisha na ujasiriamali na kushiriki katika miradi ya maendeleo inaweza kuboresha maisha ya wananchi. Kwa mujibu wa viongozi wa mashirika ya kiraia, usalama wa jamii si jukumu la vyombo vya dola pekee, bali ni wajibu wa kila mwananchi. Wanasema kwa kila mtu ana nafasi ya kuchangia katika kujenga mazingira salama kwa kuhimiza maelewano, kuheshimu tofauti za kijamii na kushiriki katika juhudi za maendeleo ya pamoja. Katika tamko hilo, suala la migawanyiko la kisiasa pia limepewa uzito mkubwa. Mwalimu Mapenzi Manyembwa ameeleza kuwa tofauti za maslahi kati ya baadhi ya viongozi wa kisiasa hazipaswi kuhamasishwa kwa wananchi wa kawaida wala kutumiwa kugawa vijana wa Uvira. Amesema kwa wananchi wanapaswa kutambua kwa changamoto za kisiasa zinaweza kutatuliwa kupitia mazungumzo au taratibu za kidemokrasia, huku akisisitiza kuwa umoja wa jamii ni muhimu zaidi kuliko tofauti za kisiasa zinazoweza kujitokeza miongoni mwa viongozi. Katika hatua nyingine, mashirika ya kiraia yanaonyesha wasiwasi mkubwa kuhusu kuongezeka kwa ujumbe wa chuki, ubaguzi na upotoshaji unaosambazwa kupitia mitandao ya kijamii na baadhi ya vyombo vya habari vya ndani. Kwa mujibu wa tamko hilo, ujumbe huo wa aina hiyo unachangia kuharibu mshikamano wa kijamii na unaweza kusababisha migogoro kati ya jamii mbalimbali zinazoishi katika eneo hilo. Viongozi wao wameonya kuwa matumizi mabaya ya mitandao ya kijamii yanaweza kuwa chanzo cha migawanyiko na vurugu ikiwa wananchi hawatakuwa na uangalifu katika kupokea au kusambaza taarifa. Hivyo wametaka vijana kutumia majukwaa ya kidijitali kama nyenzo za kueneza ujumbe wa amani, elimu na maendeleo badala ya kusambaza habari za chuki au uchochezi. Akitimisha ujumbe wake, Mwalimu Mapenzi Manyembwa ametoa wito kwa mshikamano wa pamoja ili kufanya Uvira kama eneo la amani, usalama na maendeleo. Amesema kwa kila kijana anapaswa kujiona kama mjenzi wa amani, balozi na wa umoja na sauti inayopinga chuki, ubaguzi na aina yoyote za uchochezi wa kisiasa. Na ni kufikia hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya asubuhi ya leo kupitia Kivu News Africa tarehe 18 za mwezi wa 6 mwaka 2026. Basi tunashukuru sana kwa kuwa pamoja nasi tangu mwanzo hadi mwisho wa matangazo haya. Tutaendelea kuendelea kufuatilia ili kupata habari za haraka, sahihi na zenye kuaminika kutoka ndani na nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa maoni, mapendekezo, taarifa mbalimbali, endelee kuwasiliana nasi kupitia kurasa zetu na majukwaa yetu rasmi ya mawasiliano. Basi kwa niaba ya timu nzima Kivu News Info na kutakia siku njema yenye mafanikio, amani, afya njema na baraka katika shughuli zako za kila siku. Mimi ni Eloge Longa, nashukuru kwa kuendelea kuwa nasi. Vile kumbukeni kuwa habari ni nguvu na taarifa sahihi ni msingi wa maendeleo. Asanteni sana kwa kuendelea kufuatilia. Tukutane tena katika taarifa zetu za mchana. Kwaherini na Mungu aendelee kuwabariki.